Hello wana wa Afrika, Ubuntu, Bantu, Chionda wa Chionda. Naendelea na dynasty ya 6. Hii ni nasaba ya 6 ya utawala wa Kemet. Tumetoka kwa Saule mtoto wa mzee Usekafu. Sasa Saule tunamalizia utawala wa Saule ambaye alijulikana kwa majeshi ya majini yaliyotembelea pwani ya Asia Magharibi na Mediterania. Utawala wake uliimarisha hadhi ya Kemet kimataifa. Hadhi ya Kemet kimataifa. Huyu tunamwongelea sasa Neferikare Kakai. Huyu ndio mlisi wa Saule. Neferikare Kakai alitawala 2475 hadi 2455. Alitawala miaka 20. Neferikare Kakai, mlisi wa Saule, na alikuwa mwanawe, alijulikana kwa kuimarisha urasimu wa kifalume. Ndio anajulikana kuanzisha mila ya maandiko rasmi, Royal Decree, iliyokuwa ikihifadhiwa kwenye hati ya mfalme. Hii ilisaidia kuimarisha utawala wa kifalume na mamlaka juu ya majimbo wanaita nomes. Anaitwa nani wewe? Anaitwa Neferikare Kakai. Hili jina sio la mzungu wala la Mjerumani wala Taliani. Jina la babu hili. Kwa hiyo ukipata mwanao ukimpa jina Neferikare Kakai, hujawahi kukosea. Usimpe jina la Thomas Robinson. Ian Smith aliwaua watoto wa ndugu zetu kule Zimbabwe, akaifanya Zimbabwe mali yake. Hivi mnasoma kweli wana wa Afrika? Mkajua historia yenu na maisha yenu, jinsi mlichofanywa na hawa watu. Mimi kilichonifanya nitoke kwenye mila zao na njia zao na taratibu zao, kwa sababu ya kupata fikra huru, kuamua kutafuta sio kupokea. Ndio hadi hapa sasa mnaponiona mimi niko huru. Silali kufikiria moto, silali kufikiria elimu, silali kufikiria pepo. Ukishakuwa unalala kwa kufikiria vitu hivyo, basi wewe uko kwenye gereza. Wanasema the open prison. Hiyo anasema Bwana Neferikare Kakai aliendeleza ibada ya jua ya Ra kwa kujenga hekalu la jua, Mungu jua, na baadaye ndugu zetu Warumi, watoto zetu nao wakaiga ibada ya Mungu jua, wakamuita Mungu wao anaitwa Apollo, na dini yao wakaita Mithraism. Wana wa Afrika, hiki ni kitabu kizima cha ukoo wa utawala wa Kemet, kuanzia the first dynasty ya Nemes mwaka 3100 BC. Tunatiririka leo tuko kwa Neferikare Kakai. Hii ni sasa ni dynasty ya 5, dynasty ya 6, 2475, akiwa akichukua utawala kwa baba yake Saule. Mmenisikia wana wa Afrika? Saule ni jina letu sisi watu weusi, hakuna jina la Mwarabu hapa. Kwa ndugu wana wa Afrika, inatakiwa tuwe tunasoma, tuwe tunatafiti, sio tunapokea, sio tunaitikia. Ile piramidi yake ya Busiri ndio kubwa zaidi katika kati ya piramidi zote za nasaba ya 5, ingawa haikumalizika kikamilifu. Alijulikana pia kwa kuwa na maelewano na makuhani wa Heliopolis, walikuwa wana ushawishi mkubwa. Hekalu la Heliopolis, baada ya hii Heliopolis ni hekalu la mwaka 2400. Msikia wana wa Afrika? Sasa baada ya Neferikare Kakai, nani alichukua kiti chake? Alichukua Shepe Sekare 2455 hadi 2448. Alikuja baada ya Neferikare Kakai, lakini utawala wake ulikuwa mfupi sana, labda chini ya miaka 7. Wengine wanasema miezi michache tu. Lakini kiuhakika Bwana Shepisekare
alitawala miaka 7, 2455 hadi 2448 kabla ya kuzaliwa Kristo. Historia yake wanasema imejaa utata kwa sababu kumbukumbu zake ni chache sana. Yaani huyu watu walikuwa wamtaki, hata kwa historia zake walikuwa waandiki. Na huu tunaita conflict within, migogoro ya ndani katika utawala. Alionekana kama mlisi wa mpito. Huenda alikuwa na migongano ya kifamilia kuhusu kiti cha enzi. Kama nilivyoongea, nakala inaongea kwamba kulikuwa na migongano katika kiti cha enzi, na hata kifo chake ni cha utata. Ina maana huyu wenzake walimuondoa. Nilikwambia wakati wa utawala wa yule bwana aliyotawala miaka 94, yeye alikuwa mtaratibu, alikuwa anaishi kwa woga, lakini akitumia akili. Anasema be wise like a snake, kuwa mwerevu kama nyoka. Nyoka urevu wake unaujua, anajifanya hakutaki, kumbe anakuhitaji. Alianza kujenga piramidi yake huko Abusiri, lakini haikumalizika. Leo mbaki kama msingi mdogo tu. Haijulikani wazi uhusiano wake na mfalme aliyemtangulia au aliyemfuata. Inawezekana alikuwa kaka au mjomba wa Neferefe. Huyo ndiyo mlisi wa Neferkere Kakai. Wana wa Afrika tunasema Afrika ni yetu, lazima watu tujielewe, tuende na wakati. Baada ya kuondoka yule bwana, alikuja mwingine anaitwa Neferefre. Alitawala kwa muda mfupi sana, takribani miaka 2. Alikuwa mwana wa Neferkare Kakai na mkewe Kentikausi. Alijulikana kama mwana wa Ra, akisisitiza ibada ya kifamilia katika ibada ya jua. Huyu Neferefre alitawala 2448 hadi 2445. Alikaa miaka 3 tu. Utawala wake ukawa muda mfupi. Alijenga piramidi ambazo hazikufikia katika njia aliyokuwa anataka, lakini alikuwa ni mtu sana wa dini, kupitia dini ya Ra, the sun god, Mungu jua. Kwa hiyo unapowaona watu wanafanya ibada hapa chini ya jua hivi sasa, ibada zote na dini zote zimetoka Afrika, na especially dini zote za sasa zinaabudia viumbe viwili vilivyoko angani, jua na mwezi pamoja na nyota. Jua na mwezi pamoja na nyota. Ndio maana Waromani walikuwa wanaabudu Apollo. Apollo ni mungu jua, wamemuiba kwa mungu Ra kutoka Kemeti. Maana Warumi waliingia Kemeti mwaka 30 BC, wakaisaka down ile wanaita Alexandria Library, wakaitia moto, wakaiba vitabu na kumbukumbu zote ili kwenda kutengeneza himaya yao. Kama ukunielewa mimi Chionda wa Chionda na utukufu wa Mwafrika, hutoelewa kamwe. Jeuri itakuwa kibri, aswa ni kibri. Kujua unaelewa kwamba anayoongelewa ni sahihi, ila hutaki kuyakubali kwa sababu kaongea Chionda. Kwa nini usiwe wewe? Hii inaitwa selfishness, ubinafsi, bad hatred, roho mbaya, envy, chuki. Alikuwa mwana, wanasema ajulikana kama mwana wa Ra. Alianza kujenga piramidi yake huko Abushiri, lakini kwa sababu ya kifo cha ghafla haikumalizika. Baadaye ikabadilishwa na makuhani kuwa mausoleum rahisi inaitwa piramidi isiyokamilika. Utawala wake mfupi uliashiria kipindi cha mpito kabla ya ndugu yake Nyusere ini kuchukua hatamu na kuimarisha tena nasaba hii. Nasema ndugu wana wa Afrika, Ubuntu, Bantu wa Afrika ni watu sio manyani. Nikirudi nitaendelea na Nyusere ini. Nikirudi tutaendelea na mtu anaitwa Nyusere ini.
mtawala mwingine katika dynasty ya 6. Ndugu wana wa Afrika, karibuni sana. Ubuntu, Bantu, Afrika ni watu.